Karibu sana mwanafamilia wa makala simulizi. Kama vile ambavyo nilivyokwisha kukueleza kwamba simulizi yetu inaendelea, na huu ndio wakati wa simulizi yetu hii kuweza kuendelea. Hii ni sehemu ya pili na sehemu muhimu sana ya simulizi yetu. Simulizi ambayo tayari tumekwisha kuianza, hii ni sehemu ya pili. Natumaini sana kwamba hujambo na una amani kabisa na umelitega sikio lako ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi hii. Unakumbuka mahali ambapo tulipoishia? Wakati ambapo kijana Lucas alikuwa tayari amerudi nyumbani, lakini unakumbuka kulikuwa na songo mbingo fulani hivi. Kulikuwa na jambo fulani hivi kwa mwanadada Lily ambaye alikuwa amepushiwa na kaka yake. Alafu kaka yake yule Hemedi alimpushi na wakati huo akawa ameumia, amepelekwa nyumbani. Lucas akatoka akakimbia kufika nyumbani. Wazazi wake wakawa wanamuuliza vipi tena? Mbona una hema? Akawa anasingizia kwamba ni mbwa amenikimbiza na vitu kama hivyo. Lakini pia unakumbuka alikuwa akijieleza sana pale kwa wazazi wake kuhusiana na masuala ya kazi kwamba yameendaje. Na kuna mambo mengi yalikuwa yashatokea bwana katika sehemu ya kwanza, lakini hapo ndipo pale ambapo tulipokuwa tumeishia. Sasa natumai kwamba hapo ulipo unatamani sana kuweza kupata mwendelezo wa simulizi hii. So nakukaribisha sana katika channel hii ya Makala Simulizi ili tuweze kuendelea na simulizi hii. Okay, sasa kabla hatujaendelea nikukumbusha tu kwamba kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, ni bado hujabonyeza neno subscribe, libonyeze hilo neno liko chini ya video hii mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze ili kusudi uweze kuwa mwanafamilia kamili wa channel yetu hii, uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Lakini zaidi pia uweze kupata simulizi mbalimbali kwa sababu hapa simulizi zipo kila wakati. Okay, basi kufikia hapo na kukaribisha sana tuweze kwenda pamoja katika sehemu hii ya pili. One love, karibuni sana katika sehemu hii ya pili. Babangu bana alizidi kunipongeza sana na kuona kwamba nazidi kuwa kidume cha kazi. Baba alifurahi sana kuona kwamba mimi nimetoka kazini, alafu anaona kwamba mimi nimefanya kazi. Hata pale nilipomwambia kwamba mimi nimefanya kazi, japokuwa nimeuona ugumu fulani katika kazi, lakini nikimweleza kwamba changamoto hizo za kazi naweza kuzimudu, babangu alifurahi sana. Sasa baada ya kuona vile, niliona sasa hapa inabidi nitafute mibaraka kutoka kwa wazazi wangu. Pesa zangu zile ambazo nilizokuwa nimelipwa, niliamua kuzitoa na kuzigawa kwa wazazi wangu. Ile shilingi 10,000 niliyokuwa nimeipewa, niliamua kuitoa yote kwa sababu tayari mimi nilikuwa ninamiliki hela nyingine ambayo niliipata katika njia zile za kule kwa Dr. Garissa kule. Nilitoa ile pesa na kuzitenganisha, nikampa baba shilingi 5,000 na mamangu nikampa shilingi 5,000. Sasa nilipoagia baba akaniuliza hizi pesa za nini? Niliwaambia kwamba ni malipo yangu ya kwanza ambayo nimelipwa kwa kazini kwangu. Hivyo nilitaka wao watumie pesa hiyo ili waweze kunibariki. Baba na mama wote walikataa kupokea ile pesa. Lakini sasa mimi niliona niweze kuwasisitiza sana. Niliwasisitiza sana na kwa sababu walikuwa wamenilea katika misingi ya dini, ilibidi waweze kukubali kwa sababu niliwaambia hiyo ni kama sadaka ya malimbuko. Yaani mshahara wa kwanza kabisa umpe mtu aweze kula, mtu ambaye unayemkubali sana, ambaye anaweza kukubariki. Na niliwaeleza kwamba mtu huyo ambaye mimi ninaamini anaweza kanibariki ni wao. Mwishoni kabisa baada ya kuongea sana ilibidi waweze kukubali, wakapokea ile pesa na hatimaye akanibariki sana. Waliongea maneno ambayo yalikuwa yananitaka mimi niweze kufanikiwa. Wakanieleza kwamba kila ambalo utakalofanikiwa tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kukubariki sana. Kiukweli moyoni mwangu nilifurahi sana baada ya kupata maneno kama yale kutoka kwa wazazi wangu. Nilikuwa natamani sana niweze kupata mafanikio makubwa kwa sababu ninapenda sana maisha mazuri. Ndio maana napenda sana mimi kupendeza kufanya nini. Kwa hivyo mibaraka ya mimi kupata mafanikio mazuri ilikuwa ni kitu cha muhimu sana katika maisha yangu. Basi bana, baada ya chakula nikaondoka zangu pale, nikaenda kuoga, nikalala, kisha nikaenda zangu. Nilipomaliza kula pale nikajitupa zangu kitandani. Kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Uchovu ulikuwa ni mwingi sana. Uchovu wa kule kazini, lakini pia kuna uchovu mwingine ambao niliopata kutokana na kazi ambayo ni ya kujipendekeza, si naweza ngasema
Yaani tendo lile ambalo nilokuwa nimelifanya kule kwa Madam Garissa. Nilivyoweka kipanda tu kitandani pale pale, uweze amini msikilizaji, usingizi ulinipitia, usingizi mzito sana. Baadaye saa 11 asubuhi ndipo nilipoamshwa na baba. Babangu muda ule ndio alikuwa anaamka ili aweze kwenda kazini kwake. Kwa hivyo na mimi pale nikajiandaa kama kawaida yangu, nikatupia nguo zangu kali pale juu mpaka chini. Unajua pale ndipo nilipoona kwamba kupendeza nako kuna maana yake. Nilianza kutafakari, nikasema kama nisingependeza sana huenda hata Madam Garissa asingenikubali. Dr. Garissa huenda asingenikubali, na kama asingenikubali mimi huenda nisingepata ile shilingi 90,000 ambayo nilikuwa nimeipata siku ile. Nilivaa bana nikapendeza vizuri, kwa sababu kupendeza kwangu ilikuwa ni kama dini, ni kitu siwezi kukiacha, ni kama kupiga mswaki tu. Basi bana nikamaliza kujiandaa pale. Nikatoka zangu nyumbani pale, nikaongozana na rafiki yangu Shazo mpaka kituo cha daladala. Tulipanda zetu daladala pale na hatimaye tukashuka pale pale chuoni. Tulienda moja kwa moja mpaka ofisini kwetu, yani pale ambapo tunapofanyia kazi katika ule mgahawa. Siku hiyo tulianza kazi mapema sana. Mpaka kufika ile mida ya saa 4 tulikuwa tumemaliza sana kuandaa vitu vingi sana pale, nyama zile nini tulikuwa tumeshaziandaa pale. Na nilipokea sasa ujumbe kutoka kwa Dr. Garissa kwamba yeye atakuwa busy sana na vipindi. Kwa hivyo ikifika mida ya saa 8 kasoro hivi niweze kumpelekea ugali nyama choma kule kwake. Aliniambia kwamba niweze kupeleka nyama choma pamoja na ugali. Akaniambia kwamba niweze kupeleka ofisini kwake. Nikamjibu sawa, nitafanya hivyo. Kimoyomoyo hapa nilianza kusema kwamba huenda leo ninaweza nikapata tena fursa. Basi bwana msikilizaji, tulienda kuhudumia wateja pale, tukaendelea kufanya kazi zetu pale za kuhudumia wateja mbalimbali ambao waliokuwa wanakuja pale kuhitaji huduma kutoka kwetu pale. Lakini dakika zilivyokuwa zinaenda, nilikuta kwamba wanafunzi wengi pale wa chuo walizidi kunizoea zaidi na zaidi. Japokuwa mimi sikuwa mzuri sana katika kuwachomea nyama choma zile, lakini mimi nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana kuwa mcheshi, napenda utani. Kwa hivyo mara nyingi sana walikuwa wananikubali sana kuliko hata rafiki yangu Shazo ambaye alikuwa kweli anatengeneza vitu vizuri sana, lakini hakuwa talkative sana kivile kama mimi. Lakini pia nilijichukulia sana sifa nyingi sana kwa kitendo ambacho mimi nilikuwa na uwezo wa kufunga sana zile, yani kiambiwa niandae kitu nilikuwa naandaa haraka. Nje ya kule jikoni kwenye mapishi, sijui kuchoma nyama, sijui kufanya nini, lakini mtu akiniambia labda nimfungie au labda niweze kumwekea kwenye sahani na kadhalika, basi nilikuwa nafanya haraka sana. Mkono wangu ulikuwa ni mwepesi sana ukifananisha na Shazo. Hapo sasa mimi nikawa niliponea chupu sana. Yaani niliponea chupu kufukuzwa kazi kwa sababu tayari wateja walikuwa wananipenda sana. Japokuwa walikuwa wanaanza kulalamika, lakini nilikuwa najua jinsi ya kuongea nao kwenye upande wa pale ambapo ninapojitokeza kwamba nimekosea namna ya kuichoma ile nyama. Kwa hivyo wateja wakawa wanakuja wengi sana pale, wanapenda jinsi tunavyoongea utani na nini mambo kama vile. Kwa hiyo pale ndo nasema niliponea chupu sana. Maana kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa natengeneza vitu vyangu kizembe pale, aisee, kama ningekuwa kauzu mimi ningefukuzwa kazi mapema sana. Basi bana msikilizaji, mimi nikakaa zangu pale. Ilipofika mida ya kama ya saa 8 kasoro hivi, ilikuwa saa 7 kama na dakika 37. Basi mimi nikachukua zangu ule ugali ambao ulikuwa tayari umeshaandaliwa vizuri pale, nikachukua zangu na nyama choma za kutosha pale, ikatengenezwa vizuri na pale pilipili nikaweka pembeni pale, kila kitu chumvi, kila kitu mambo yakakaa vizuri kabisa. Ukizingatia kwamba pale tulikuwa tumechanganya kila kitu, weka vitu vyote nilikuwa nimeviweka pale, kachumbari na mambo yote pale. Nilivifunga vizuri na hatimaye moja kwa moja sasa nilipoweka kwenye ile take away, ni moja kwa moja kuelekea kule kwenye ofisi ya Dr. Garissa. Nilimuaga rafiki yangu Shazo pale kwamba mimi napeleka chakula kule kwa Dr. Garissa. Niliposema vile, Shazo alicheka kwanza na kunitania. Haya bwana, wewe si unajiuta mtoto wa dokta? Haya bwana, nenda bwana. Sikumjibu chochote zaidi ya kucheka tu. Nilisha kucheka pale, nikachukua vitu pale vyote pale nikapeleka ofisini kwa Dr. Garissa pale. Nilifika
kwa kuulizia, kwa sababu nilikuwa sijui moja kwa moja ofisi yake ni wapi. Nikaulizia, nikaambiwa bana ni pale, nikagonga na nikapewa ruhusa kuingia ndani. Nilipoingia pale ndani niliwakuta watu watatu ndani ya ile ofisi ya Dr. Garissa pale. Walikuwa ni madam fulani hivi wengine ambao walikuwepo pale ndani, madam wawili. Nikawasalimia vizuri pale, nikamaliza, nikamkabidhi Dr. Garissa vitu vyake ambavyo alivyokuwa ameniagiza. Wakati ningo pale naendelea nani pale nataka kuondoka, nikasikia sauti ikiwa inaongea. Alikuwa anaongea moja ya watu pale. Samani kaka, na wewe ni mhudumu wa pale kwa Mama Shayo? Madamu mmoja aliniuliza pale. Kabla ya kumjibu, macho yangu yalikuwa yanatalii sana kwenye mwili wake. Alikuwa mdogo kiumri kwa muonekano kuliko wenzake, lakini pia alikuwa amewazidi uzuri. Alikuwa na mwili fulani hivi potable, size ya kati hivi. Hana mwili sana wala sio mwembamba sana, sio mnene sana. Ila yale mambo muhimu ambayo yanayounda mwanamke kuwa mzuri, mwenye hali ya uvuto, alikuwa nayo ya kutosha sana. Macho yangu kwa kweli yalifurahi sana kumtazama binti yule. Nilimwona madam yule alikuwa ni mzuri. Kiukweli nilivutiwa naye sana. Nilimjibu nikamwambia ndio, ninafanya pale kwa Madam Shayo. Si pale ya ndio pale kwa Mama Shayo pale. Okay, sawa. Basi kaniletee na mimi basi ugali nyama choma, ila weke pilipili ya kutosha, sawa? Weka pilipili ya kutosha, kwa sababu ndo kitu napenda sana. Usisahau kuniletea na Pepsi ya kopo. Leta baridi sana, niletee pale ofisini kwangu, sawa? Ofisi yangu ipo kule kwa karibu na library ya chuo. Angalia, library si unaona ile pale? Kwa pale vile ukishuka na barabara. Basi ukifika pale karibu na library, unaweza ukaulizia tu. Ulizia kwa Madam Anita, utanipata pale. Sawa? Okay, sawa, hamna shida. Aliongea vizuri pale na mimi nikamjibu. Alikuwa ni Madam Anita. Alikuwa ametoa maelezo kamili kwa namna ambavyo jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea ndivyo nilivyotambua kwamba alikuwa na sauti nzuri sana. Sauti yake ambavyo alivyokuwa anaongea ilikuwa inazidi kunivutia sana. Ilikuwa na toni nzuri sana ya kuvutia mwanaume. Kwa kifupi unaweza ukaelewa tu kwamba ni jinsi gani mwanamke mwenye sauti nzuri, jinsi ambavyo anavyoweza kumvutia zaidi mwanaume. Nilikuwa nikisikia zile sauti nilitamani Madam Anita asimalize kuongea, aendelee kuongea tu. Nikamjibu mimi pale nikamwambia sawa madam, nipe dakika kadhaa hivi nitakuletea kule. Basi mimi pale nikaaga na kuondoka zangu pale ofisini kwa Madam Garissa pale. Nilikuwa tayari nina order ya kichwani, kwa hiyo nikasema hapa lazima niwahi sana. Wakati nilipokuwa natembea nje, nilikuwa nafurahia sana kuona wale wadada wazuri sana. Chuoni kuna watoto wazuri bwana, mtu asikwambie kitu. Sio wanafunzi, sio walimu, yani kila mtu pale ni mzuri kichizi yani. Walikuwa ni wana uzuri sana. Yani kama hii dunia ingekuwa ya kwangu mimi ningewapa yote natamani nikuelezee jinsi ya uzuri, jinsi ambavyo watoto wale walivyokuwa. Lakini ninashindwa jinsi ya kukueleza. Niliona kama nimebahatika sana kufanya kazi pale ndani ya chuo. Nilikuwa nikifurahi sana kama nilikuwa ninatalii vile kutokana na jinsi ambavyo ndivyokuwa nikiona vitu vizuri sana. Basi bwana, muda ule wakati nilikuwa natembea, nimetoka pale ofisini narudi kule ndani kule mgahawani kule, nikaingia message moja hivi kwenye simu yangu. Nilitazama ile message. Nilishangaa sana kwa sababu sikutegemea kupata ujumbe kama ule. Ile message ilikuwa inasema ole wako umpelekee chakula Anita. Ole wako umpelekee chakula Anita ofisini kwake. Nakwambia tena ole wako. Tutaonana wabaya sana. Naomba uelewe hivyo na usiniulize maswali. Msikilizaji, ule ujumbe ulikuwa unasomeka hivyo. Ulikuwa unatoka kwa mtu ambaye sikuamini kabisa kama angeweza kufaa kusema hivyo. Mtu yule alikuwa ni Madam Garissa, ndo alikuwa anasema hivyo. Dr. Garissa ndo alinitumia message kama ile. Ule ujumbe kwanza mimi ulinichefua sana kwa upande mmoja.
Ni kwa sababu kwanza mimi niliona sasa katika maisha yangu mimi sio mtu ambaye ninayependa kupelekeshwa ise. Yaani mwanamke hata aweje, yani mimi sipendagi aweze kunipelekesha. Niliona sasa kama yule Dr. Garissa ni kama anataka sasa aanze kunikalia na kuniendesha kadiri anavyotaka. Yaani haifai kabisa, yani mimi mwanamke, mtu wa kike pekee ambaye niliamini kwamba anaweza akanipelekesha ni mama yangu peke yake. Lakini sasa upande wa pili wa jumbe hiyo ilinipa muwasho sana kutamani nifike haraka mgahawani kuchukua ile chakula ili niwahi ofisini kwa Madam Anita. Niliamua kutojibu ule ujumbe kabisa ambao alikuwa amenitumia Dr. Garissa. Nikatia simu yangu mfukoni na kuendelea kutembea. Baada ya dakika kama 5 hivi, simu yangu ilitetemeka tena bwana, ikionyesha kwamba kuna ujumbe mpya umeingia kwenye simu yangu. Bana wewe. Unajua nilishangaa sana. Akili yangu mimi pale nilivyosikia ule ujumbe, nikaanza kuhisi kwamba pengine ile ni message ambayo inatoka tena kwa Dr. Garissa. Nikasema Mungu wangu, haya mambo gani haya? Hii ndio shida ukipendaga watu wazee wa masingo mama, sio ni masingo, sio ni nini ama shangazi bana anasumbua kichizi yani. Kwa sababu kweli mimi nilijichukia tu ghafla pale. Nilivyosikia ile message nikajua kwamba huyu Dr. Garissa ndo anaanza mambo yake tena. Nilikasirika sana, lakini basi mwisho wa siku ilinibidi niweze kuendelea nifungue ile message ili niweze kuisoma. Sasa msikilizaji, kumbe bwana mambo bwana alikuwa ni tofauti sana. Mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Ile message wala haikuwa inahusiana na mambo haya. Nikaendelea kuangalia hivi, nikasema sio nisome, najua pale hadi naogopa. Lakini nikasema potelea mbali, ngoja niangalie. Nilipoangalia bwana, ilikuwa ni message ya pesa bwana. Ile pesa alikuwa ametuma nani, Dr. Garissa ndo alikuwa ametuma ile pesa. Muamala sio wa kitoto msikilizaji. Ulikuwa ni muamala wa pesa ya kueleweka. Ni muamala ambao ulikuwa umeshiba. 120,000 uliingia kwenye simu yangu. I say, nikasema mambo yamekuwa mazuri sana. Yaani mimi kweli Lucas leo na bembelezo kwa pesa kweli? Bwana, huu mwaka wangu kuna watu nitaani, kuna watu hapa mimi nitawamisha hapa duniani. Yaani mimi ndo nabembelezwa na pesa kabisa. Pale mimi ilibidi sasa nijibu ile message yake ya mwanzoni ambayo nilikuwa nimeipuuza kuijibu. Pale ikabidi niijibu sasa, nikamwambia sawa mai, sitakwenda. Nilijibu ile message vile ile kuzidi kumfurahisha kule, kwa sababu tayari naye amenifurahisha kunitumia pesa. Japokuwa mimi nilikuwa ni uongo kabisa. Nilisema vile kwamba sitakwenda, lakini moyoni mwangu nilikuwa najua kabisa lazima niende. Sasa nilipofika pale kwa Shazo, nilimpatia pesa ya ile ya chakula ambacho nilichokuwa nimepeleka kwa Dr. Garissa. Nilichukua nyingine tena, chakula kingine pale ya zile nyama choma na kila kitu, na kuweka vitu vyote ambavyo vinahitajika ili kuvipeleka kwa Madam Anita. Nilitembea kuitafuta ofisi ya Madam Anita. Pesa nilipewa na bado nilikuwa njiani kuitafuta ofisi ya Madam mrembo kweli kweli. Yaani unajua ukweli ni kwamba sisi wanaume hatuwezi kuridhika. Hata utupe kitu gani, sisi hatuwezi kuridhika bwana. Nilivyomwona Madam Anita jinsi ambavyo alivyokuwa, nilisema hata kama nimetumiwa pesa lakini siwezi kuacha kwenda kwa mrembo. Yaani I say Madam mrembo kiasi hiki siwezi acha kwenda kwake. Basi mimi nikaenda pale kwa kuulizia mara mbili pale nini. Hatimaye nilionyeshwa ofisi ya Madam Anita. Nilipofika pale niligonga na Madam aliniruhusu niingie ndani. Nikaingia ndani pale, nilimkuta kweli Madam Anita alikuwepo, yupo pale. Alikuwa makini sana mbele ya kioo cha kompyuta. Aliponiona alinyanyua macho yake na kunitazama. Madam alinifanyia makusudi kabisa. Alinivalia miwani yake na kuniangalia. Alikuwa mtoto alikuwa ni mkali vibaya mno. Yaani nilijikuta hadi moyo wangu unaanza kwenda mbio. Alikuwa na mvuto usio kwa kawaida. Nilijituliza tu kwa kuwa nilikuwa karibu kueuka pale. Yaani nilijikuta kama nataka kuchanganyikiwa hivi kwa jinsi ambavyo alivyokuwa ni mzuri. Lakini pia nikasema kwamba hizi ni ofisi za watu, nisije nikaanza kujipendekeza hapa, nikaanza kuharibu huku, nikaharibu na kule kazini kwangu. Niliamua kuwa tu mpole, lakini sio siri Madam Anita alikuwa ameingia sana katika moyo wangu. Mpaka nikajiuliza, ina maana ndio maana Dr. Garissa alikuwa ananikataza kwamba nisije huko. Liwalo. Hapo sasa ukizingatia
Yeye Madam Anita ni mdogo, huwezi kumfanisha na Dr. Garissa ambaye ni mzee, mtu mzima kabisa. Wewe PhD holder unaweza ukaelewa, hakuna PhD holder ambaye anakuwa ni mtoto kwa elimu yetu hii ya Kitanzania, Kiafrika hii. Lazima madokta wao watu wazima kabisa. Basi bwana, mimi pale nikaingia pale, akaniuliza ni shilingi ngapi kwani? Aliniuliza Madam Anita pale. Nikamjibu nikamwambia hii ni shilingi 8,500. Basi akanipa shilingi 10,000. Alafu akamaliza pale akaniambia, keep change. I say, nilifurahi pale, sasa nikamwambia thank you madam. Hamna shida, nakushukuru sana madam wangu. Nilimshukuru pale na hatimaye nikamwambia Mungu akubariki sana. Kumbe unachapa mpaka Kiingereza isee namna hiyo kweli? Ndio lugha ambayo huwa hainisumbuagi sana. Nilipojifunza sikupata shida sana kujifunza hiyo. Kwa hiyo ninapenda sana of course kuzungumza Kiingereza. Basi unafanya vizuri sana. Hongera yako bana. Nilijitapatapa pale kidogo kuonyesha kwamba na mimi sio namna gani vipi, kwa sababu tayari nilikuwa nimeshamtamani mwanamke yule. Aisee, unajua bwana, ni ukweli kwamba mimi nilikuwa napenda sana kujifunza Kiingereza. Na kile kitu nahisi kama kuna namna kilikuwa kinanipa advantage fulani hivi. Nilipokuwa nikifika maeneo fulani, nilikuwa sionekane kama boya sana, sio unaonekana umetakata na nini afu kumbe kichwani ndo kama vile. Kama unavyoelewa tu kwamba kwenye nchi zetu kama Tanzania hii, ukikaa ukawa hujui Kiswahili, yani hujui Kiingereza, unaonekana kama mtu mmoja ambaye umeachwa nyuma sana. Basi bwana, ndio hivyo, mimi nilikuwa nimejifunza vizuri Kiingereza, nilikuwa niko fresh zaidi. Na nilijinoa vizuri zaidi nikiwa shuleni kule, kwa sababu nilikuwa napenda sana debate. Naona nilikuwa napenda sana debate, kwa hiyo nikawa nimeiva vizuri sana. Basi madam pale akaniambia, bwana, hongera sana. Bwana, sasa unafanya kazi kwa yule mama. Nikamwambia hiyo ni story nyingine ambayo naweza nikakueleza siku nyingine madam. Siku ukihitaji zaidi basi nitakueleza zaidi, lakini napenda labda niishie tu hapo kwa kifupi. Kwa nini usiniambie sasa hivi? Nataka kujua kila kitu kuhusu wewe mimi. Hamna shida, mimi nafikiri utafahamu tu. Hamna shida. Msikilizaji, mimi pale sikuvunga. Nikampa mkono huku namwangalia usoni. Alipojikuta Nunda naye akanitazama, na mimi sasa ikabidi nikaze. Nikakazana zaidi kumtazama ili nisije nikapoteza pointi 3 pale. Nilikuwa namuonesha nina confidence ya kutosha, wala sio ya kudownload. Sasa mwishoni nilibuka mshindi kwa sababu yeye mwenyewe alinitazama, afu baadaye akalegeza macho yake akayashusha na kuyapeleka chini. Nikajiambiza tu mimi mwenyewe, basi imeisha hii. Basi bana, tulibadilishana namba za simu pale, na mimi hatimaye nikarejea zangu kule mgawani. Siku hiyo Mama Shai waliwahi kuondoka jioni. Aliwahi kuondoka kama mida ya saa 11 hivi. Aliwahi kuondoka kwa siku hiyo alikuwa anatenda huko ya kuhudumia chakula kwenye sherehe moja huko. Kwa hiyo mambo ya hesabu aliakamwachia mwanae mmoja pale. Mwanae mmoja wa kike anaitwa Nia. Ndo alikuwa ameachiwa issue za kufanya hesabu na kila kitu, mambo yote pale. Baada ya masaa mawili, yani kufika ile mida ya kama ya saa 1 usiku, Shazo alimwomba yeye Nia kwamba awahi kurudi nyumbani, kwani mtoto wake mdogo ameshikwa na homa ya ghafla, kwa hiyo inabidi arudi nyumbani. Nia naye hakuwa na roho mbaya. Yani yeye hakuwa na roho mbaya, tuseme hakuwa mtata sana kama mama yake, kwa sababu hata mama yake sidhani kama ni roho mbaya. Lakini kama kawaida unavyofahamu bwana, mabosi lazima wawe watata. Sasa kwa upande wa Nia, yeye hakuwa vile kama mama yake. Akamkubalia Shazo, akampatia posho yake ya siku, na hatimaye akamwongezea 5,000 nyingine. Shazo akaaga pale na kurejea zake nyumbani haraka. Sasa ilipofika saa 3 usiku, mimi nilifunga kila kitu pale na kurejesha mahali pake. Nilielekea kwa bosi kufunga hesabu. Bosi alinitaka niwe wa mwisho kwenye zoezi hilo, yani ile kwenye kurudisha zile fedha, kufunga hesabu, mimi ndo niwe wa mwisho. Yani wengine wote wafanye mambo yao yote, alafu mimi niwe wa mwisho. Yani wote baada ya kumaliza waondoke, alafu mimi ndo niwe wa mwisho. Basi bana, mimi nilifunga hesabu. Baada ya kumaliza pale niliaga ili niweze kuondoka. Bosi alinizuia pale na kuniambia kwamba niweze kusubiri kwanza, kwa sababu
ananiomba kwamba nimpe ulinzi mpaka kibanda cha wakala pale atakaporusha fedha kwa kumpeleka kwa mama yake kule. Alisema kwamba sio vizuri kutembea mwenyewe usiku kutokana na kwamba yeye anakuwa yuko na hela. Nikaona basi sio shida, Nia huyu mimi nitamsaidia tu. Nikaona sio mbaya. Basi bana tulipitia kwa wakala pale, akarusha zile fedha kwa mama yake vizuri, yeye Nia akamrushia mama yake zile pesa, na mimi niliomba niwahi daladala ili niweze kurudi nyumbani. Lakini bado Nia hakunikubalia, alinizuia. Na awamu hii alinizuia kwa kunishika mkono kabisa. Nilijiuliza sijui anataka nini huyu naye. Niliachia pumzi ndefu sana ambayo aliniambia kwamba kuna safari yake nyingine ambayo natakiwa nimsindikize kwa kuwa mama yake alichelewa kurudi nyumbani. Hivyo na yeye hakuona sababu ya kuwahi kurudi nyumbani. Basi mimi nikatafakari pale kwamba napaswa sasa nimpeleke tena Nia naye nyumbani. Basi bwana mimi pale nikatafakari, lakini sikuwa na uwezo wa kumkatalia. Mwisho pale alikaniambia kwa sababu ameniambia kwamba bwana mama hayupo nyumbani, kwa hiyo siwezi kurudi nyumbani mapema kwa sababu pale wao walikuwa wanaishi wawili tu, yeye pamoja na mama yake. Tena huwa kawaida huwa yani kusikika yani sauti za mapaka pale nyumbani kwao ilikuwa ni issue ambayo inajitokeza mara kwa mara. Yani kuna mapaka alikuwa yanalia, vitu mara vishindo vya hapa na pale. Kwa hiyo akasema kwamba yeye hataki kurudi nyumbani pale mapema kwa sababu akifika pale ataanza kusikia ile milio ambayo inamtisha ya mapaka na nini, kwa hiyo kuna sehemu anataka aende. Akaniambia inabidi nimsindikize ili asiwahi nyumbani. Nikamwambia kwa hiyo unataka nikakae na wewe nyumbani kwenu mpaka mama yako arudi? Akaniambia hapana. Nikamwambia bali ni jambo lisilowezekana. Kwamba mimi yani asiyo nikwambieje, lakini nataka unisindikize mahali kwanza. Hebu nisikilize bwana, hilo ni jambo ambalo lisilowezekana kwa kuwa na mimi na kwetu bwana. Sema nimechoka sana, hebu niambie ni safari gani ambayo unataka mimi nikupeleke, ili kama inawezekana nikufikishe hapo na mimi niweze kuwa nyumbani kwetu. Poa, nifuate. Alinieleza pale Nia na hatimaye mimi nilimfuata. Tulitembea kwa dakika kama 15 hivi. Tulikuwa mbele ya guest moja hivi. Nikamwona anapiga hatua kutaka kuingia ndani. Oya, sasa sikia basi. Si umefika? Mimi nakwenda zangu basi. Nilimweleza pale huku nikiwa niko serious kweli kweli. Nilishangaa kianza sasa tena kama kunishushua hivi. Wewe naye mbona mshamba hivyo? Unaishanje kwani mimi dada yako? Hebu twende bwana huko kwanza. I say, nakwambia Nia maneno yalimtoka sana. Sasa kwa upande wangu sio mbaya sana. Sikujua dhamira yake kwamba alikuwa anataka kupasha mwili. Ila kilichokuwa kinanisumbua kwa Nia ni kwamba Nia hakuwa na hivi vitu ambavyo nilikuwa mimi navipenda sana. Yaani sura yake ilikuwa ya kawaida sana. Lakini pia huku nyuma alikuwa ni flat sana, yani umepigwa passive sana kiasi kwamba alikuwa sio mambo yangu. Mimi napenda sana vitu ambavyo kidogo huku nyuma kuna kichuguu, si unajua. Lakini pia hata sura basi kama kichuguu kipo, sura basi. Lakini pia kama sura namna gani vipi ni ya kawaida, lakini basi anapokuwa na mishepo midini ile mimi ndo navutiwa zaidi. Lakini sasa kwa upande wa Nia yeye mambo yake yalikuwa ni kawaida sana. Nilijaribu kuvuta hisia. Nilijaribu nimvutie hisia sana lakini nikaona amna, zinakataa kabisa. Zilikuwa zinafeli kabisa kila nikijaribu kumvutia hisia kwamba niweze kwenda kumpiga kazi, lakini ni amna, zinakata kabisa. Nikajua huko ndani atakwenda kunitumia tu na sio mimi ambaye nitafurahia. Yaani hata tukiingia ndani guest kule, yeye atafurahi kufanya na mimi, lakini mimi siwezi nikafurahia kitu chochote. Kila nikijaribu kuvuta hisia huku na kule wapi. Nikaona lakini isiwe taabu. Ngoja nifanye maamuzi ya kiume hapa. Basi mimi nikaamua sasa kwamba mimi naondoka tu. Nikamwambia bana we, hebu sikia Nia. Hata kama utaniona kama mimi ni mshamba, mimi naenda zangu bwana. Niliongea na kwanza kuondoka zangu pale. Nilikuwa nafanya kama utani hivi bwana we, si akanifuata na kunishika mkono pale akaanza kunivuta kwenda ndani. Nilipoangalia pembeni hivi nikaona kuna washikaji pale wako pale wananiangalia hivi, nikaona bana hapa we. Hebu ngoja nikaonekana kama mimi ni Hanisi hivi.
Nikakubali kuingia zangu ndani ili kuepusha yale macho ya washikaji kule wanaonitazama. Sasa kabla ya kufika pale mapokezi, akanishikisha shilingi 40 mkononi, akaniambia hii ni kwa ajili ya kulipia pale kwenye chumba. Alifanya vile eti ili yule mdada wa mapokezi asione kama nimepelekwa pale. Aone kabisa kwamba mimi wa kiume ndo nimempeleka nia pale. Kufika pale mapokezi, ujamaa ukawa ni mwingi bana, nikalipia zangu pale na kwenda huko chumbani. Akilini mimi nilikuwa nimepanga kupiga kimoja tu. Nikasema nipige kimoja tu cha nguvu pale mpaka hisia zitakapokata. Sasa kuhusu mzunguko wa pili, ningemridhisha kwa kidole tu pengine, lakini mipango hiyo kusema ukweli nilipoingia kule ndani basi bwana sije nikwambieje. Lakini mipango hiyo bwana ilikuja kutokana na kuona kwamba sikuwa na hisia zozote zile ambazo nilikuwa nazo kwa nia kabla ya mchezo. Mimi niligoma kwenda kavukavu. Alicheka kidogo kisha alitoa vifaa vya kupimia ukimwi, akaniambia kwamba tupime kama unaogopa. Tupime kabla ya tendo ili uweze kujiridhisha. Mimi nahitaji niweze kukutana na wewe ukiwa yani nyama kwa nyama, mimi nataka. Usiogope. Nikamwambia bwana wewe hebu achana na hizo mambo bwana, mimi sitaki kupima bwana, mimi siko tayari kupima. Niliogopa kabisa kupima kwa sababu niliogopa nisije kaanza kupata stress. Basi mwisho wa siku akaridhia. Akatoa zile kinga ambazo nilizokuwa nazo pale. Akatoa kinga na mafuta ambayo yalikuwa ni special kwa ajili ya tendo pale. Yale mafuta nakumbuka yalikuwa yanaitwa Clean Love. Nikasema kweli kibinti kilikuwa kimejipanga kweli kweli. Basi bwana akanisogelea pale kuanza kunipa juisi mdomoni pale. Mimi nikaishia kumpigia busu tu pale, wakati yeye alikuwa anataka anipe mambo yenyewe yale. Yaani alikuwa anataka anipe busu nyevu. Mimi nikagoma, nikampigia busu kavu tu pale. Hatimaye mimi moja kwa moja nikashuka mpaka kifuani pake ambapo nilikuwa nafanya utalii huku nikiwa na fionza yale maembe dodo ambayo yaliyokuwa yako kifuani mwake kwa hazamu. Nikaa na nyonya hili na maliza na nyonya hili. Maembe yale nilikuwa nikiona yana utamu sana. Unajua bwana, kuna vitu ambavyo hata kama mwanamke aweje, lakini bado ukivipata hivi vitu lazima utazidi kufurahi. Mtoto hatu basi akaanza kuhema pale kwa nguvu sana. Basi mimi nikaanza kufanya mambo fulani pale, kuchukua nguo zile nikaanza kuziweka vizuri pale pembeni. Sikutaka kumfakamia haraka sana. Mimi sikuwa na namna yoyote ile. Na mimi sio michezo yangu mimi kwenda kucheza haraka sana. Nilicheza kila pembe, yani nilichezea mwili wake kila sehemu. Nilitafuta udhaifu wake mahali ambapo ulipokuwa. Sasa nilipokuwa naendelea kupitisha mikono yangu katika mwili wake, nikaja kutesti. Hatimaye nilipopita maeneo mbalimbali nikagundua kwamba ana hisia ambazo ziko hapa kwenye kinani hapa, kwenye magoti afu kwa nyuma hapa mguu unapojikunja. Nilipopeleka vidole vyangu kule nilistuka, niliona kuona jinsi ambavyo alivyokuwa anaruka. Nikagundua kwamba pale ndipo ambapo pia hisia zake zipo. Sehemu nyingine ilikuwa ni huko chini kabisa nyumbani kwa bibi. Nilipopeleka mkono kule, niligundua kabisa kwamba tayari kule kuna hisia ambazo zimejaa sana kule. Nikaanza sasa kucheza na vile eneo la juu sana la nyumbani kwa bibi. Na kuchelewa haraka sana maji yakaruka. Nikajua tayari kisima cha bibi tayari kitakuwa kinahitaji mchezo pale. Bwana alikuwa msumbufu bwana. Alikuwa anataka nimvamie, lakini mimi nilikuwa sitaki. Anataka nimvamie kwa pupa, lakini mimi nilikuwa sitaki kabisa. Mimi niliendelea kuwashia moto ule chini taratibu kabisa. Mwili wake nikawa naocheza nao taratibu kabisa, mdogo bila kuwa na papara ya aina yoyote. Alisei, lakini kwake yeye alikuwa anaona kama anamchelewesha vile. Nia alikuwa anaona kama anamchelewesha. Vurugu zikaanza kuwa nyingi pale, akiwa anatamani sana kwamba nimpeleke babu nyumbani kwa bibi. Yaani kama alikuwa anawashwa mwili mzima hivi. Nikapeleka kidole changu kule tena nyumbani kwa bibi ili kugusa kile kitasa. Kitasa kile kilikuwa kimekaza kweli kweli. Nikarudisha kidole changu tena kunako kule. Hapo sasa mimi niliona kwamba jinsi ambavyo alivyokuwa anaweweseka huku akirusha miguu yake. Nikajua kabisa kwamba tayari huku kwa bibi ni kwamba amepakubali sana. Na huku kwa bibi ndio sehemu ambapo anapapenda zaidi.
Akaanza kuongea maneno yake sio nini. Ya fanya hivi basi, fanya hivi. Mpeleke babu kwa bibi bwana, mpeleke babu kwa bibi. Sio nini. Akawa anasisitiza, lakini sasa yeye pale alikuwa anaongea maneno yale yenyewe yale. Sio nini hapo bwana, sio nini. Unanichelewesha bwana, fanya hivi. Alikuwa anaongea maneno mengi ambayo unayojua bwana, watu wakioshakuwa wamepandisha maruani yao wanaanza kuongea. Bwana wewe. Sasa nilipokuwa nasikia maneno yale, nikajua kabisa kwamba hili tunda limeshaiva, ni muda wa kulila hili. Basi bwana, mimi nikachukua ile kinga, nikaivaa vizuri kwa utaratibu kabisa. Nikaanza kuweka pia na yale mafuta, nikaweka pale ile Green Love pale. Nikaimimina vizuri pale. Kisha mimi sikutaka fujo sana, za kutaka sio kuchimba ndani sana. Nikasema hapa inabidi nianzie hapa nje kwa sababu mambo yote mazuri yako hapa nje. Sina sababu ya kuanza kuingia ndani. Basi nikaanza kucheza na ile eneo la nje kwa ustadi mkubwa sana. Hapo sasa nilikuwa namalizia. Nikasema hapa lazima nicheze vizuri na hili eneo mpaka nihakikishe kwamba nimefanikiwa. Nikacheza na maeneo yale pale, walianza kuongea lugha zote pale. Yaani alikuwa anaongea kila aina ya lugha iliyokuwa akilini mwake kuonyesha kwamba alikuwa anafurahia sana michezo ile ya kuhakikisha kwamba babu anagonga pale kwenye mlango wa kuingia nyumbani kwa bibi. Mwisho pale sasa nikampelekea, sasa nikamsukuma, sasa kata yangu yote ikaingia katika kisima. Hakuwa fundi wa kuzungusha sana eneo lake, kwamba mtu ambaye anaweza kuzungusha sana ili kisima chake niweze kuchota maji vizuri. Lakini of course kulikuwa na maji ambayo yalikuwa na uzuri wake. Kata yangu ilikuwa imeingia moja kwa moja katika kisima chake, na hapo nilijitahidi sasa mimi kuichezesha ile kata ili iweze kumaliza mchezo wote. Nilingangana sana ili niweze kuchota maji kwa nguvu zangu zote pale. Mchotaji nahisi mchotaji wa mwisho katika kisima kile alikuwa ni muda amemaliza siku nyingi sana toka achote pale. Kwa sababu kisima kile kila nilipokuwa najiingiza kata yangu kilikuwa kinazidi kutoa maji mengi sana, kuonyesha kwamba maji yalikuwa yamejaa sana kule ndani katika kisima kile. Kisima chake kilikuwa kimejaa maji, mchotaji alikuwa ni mimi pekee, na kata yangu ndiyo ambayo ilikuwa imeingia pale ndani muda ule, baada ya mchotaji wa mwisho kuwa muda mrefu sana hajawahi kuchota. Basi bana, mimi nikaanza kupeleka sasa mashambulizi yangu. Yalikuwa ni mashambulizi ya nguvu sana ya kushtukiza, haraka sana, fasta sana. Kuna muda naenda taratibu na chenga napiga chenga kwa kasi sana. Kuna muda napeleka taratibu, kuna muda naenda kwa kasi sana. Mtoto wa bosi yeye mwenyewe pale alikubali kwamba hii mechi ni nzuri sana. Bila kujua bwana, tukajikuta kwamba tumefunga magoli 4. Yaani kila mtu kapiga goli 4, na wakati mimi nilisema kwamba mimi hii mechi inashinda ushindi wa goli 1 tu. Basi bwana, tulijikuta pale sasa baada ya ile mechi kila mtu alikuwa amechoka. Usingizi ukatuchukua hoi binti habari. Bana we. Ile tunazinduka. Tunatoka usingizini hivi. Tayari ilikuwa ni saa 2 asubuhi. Huwezi amini. Tumechelewa kazini. Na sasa Nia hajarudi nyumbani kwao. Bora hata mimi ambaye hata nisiporudi nyumbani isingekuwa issue. Wewe. Hapo mbona palikuwa patamu sana. Hiyo bana kama ni vita, basi hiyo ilikuwa ni vita ya 3 ya dunia ise. Mambo yalikuwa ni hatari sana ujue. Bana we. Tumechelewa kuamka ujue. Sijui tunafanyaje hapa sasa. Nilionyesha kuchanganyikiwa sana kutokana na muda ambao tulikuwa tumeamka. Muda ulikuwa umeenda, nimechelewa kazini. Hapa kuna hatari ya kufukuzwa kazini, lakini pia wakati huo Nia yeye alikuwa hajaenda nyumbani kwao. Sijui atajibu kitu gani. Bana tutulie, tayari imeshakuwa. Cha kufanya mimi naenda nyumbani. Kazini nitakuja baadaye. Wewe nenda kazini moja kwa moja. Ukifika huko, mwambie mama unaumwa na ndio maana umechelewa kuingia kazini. Kidogo angalau swala la mtu akiumwa huwa analizingatia kidogo, lakini ukienda ukatoa maelezo yako mengine, mtagombana sana na mama. Okay, poa sawa. Sema sasa kuna jambo lingine hapa. Msikilizaji, niliongea huku nikiwa nikionyesha huzuni sana niliyokuwa nayo. Jambo gani tena? Nguo aise. Mimi najua mimi sijazoea kurudia kabisa nguo moja siku 2. Huo ni uongo aise. Mimi siwezi bwana, mimi sijazoea kabisa kuzuia kuvaa nguo mara 2 mimi, yani
sijazoea kabisa. Ewe bana, wewe usafi wako nao umezidi bwana. Wanaume hawapaswi kuwa hivyo. Haya bwana, kwa kuwa mimi ndo nimekusababisha, nitakupa basi hii 60,000 hapa, ukacheki angalau nguo mpya pale uende nazo huko kazini. Hapo angalau. Hapo kidogo sasa angalau hapa naweza nikajiamini, maana sijui ingekuaje. Muone vile. Unataka kwenda kumuonesha nani ulivyopendeza wewe? Kwenda zako huko, muone kwanza. Basi bana, Nia pale aliongea na kuanza kunipiga mabusu mfululizo pale. Kiukweli yale mabusu yalikuwa yananikwaza sana, kwa sababu mimi nilikuwa sina hisia zozote na yeye. Yaani nilikuwa namuona yani jau sana yani. Ni vile tu nilikuwa navumilia tu kwa kuwa bado alikuwa hajanipa ile pesa. Alikuwa bado ndo anatafuta pale kwenye pochi yake. Basi akanipa ile shilingi 60,000 pale. Tulioga na kujiandaa pale. Tulipotoka yeye alichukua zake bodaboda kuelekea nyumbani kwao. Kwa upande wangu mimi niliingia duka moja la nguo hivi. Nikaingia pale. Nilikuwa na pamba kali mfululizo nyingi sana pale. Nilichagua zile zenye kunikaa vizuri zaidi. Maana kwenye sauna bana la kujua nguo tu mimi najifahamu, niko vizuri kabisa. Nilinunua t-shirt moja kali, jinsi, na chini nilikuwa nimevaa raba zangu pale. Kwa muonekano huo, ambao ninaweza ngasema kwamba ni muonekano ambao unaweza kuvutia sana. Kwa muonekano huo wenye kuvutia, ilikuwa ni vigumu sana kwa mtu mwingine kubaini kwamba mimi ni muuza mgahawa kule. Basi nilitembea haraka sana kuelekea mgahawani kule. Hapo nilikutana na Mama Shayo pale. Bwana we, kama kawaida bwana mabosi bwana walivyo. Bosi aliuliza juu akauliza sana juu sana mapema ndo nimekuja pale kuhusu, akawa ananiuliza kuhusiana na uchelewaji wangu siku hiyo. Moyoni nilikuwa na hofu kweli kweli. Cha ajabu sasa nilipomwambia nimeamka na kahoma, hata hivyo nilipitia hospitalini kucheki afya, ndipo nikafika kazini. Badala yake pale akanipa pole na kuniambia kama sipo sawa nifanye namna nirudi nyumbani kupumzika kwanza. Yeye atanipa posho ya nusu siku yani siku hiyo, kwamba angenipa 5,000 badala ya shilingi ngapi? Badala ya shilingi 10,000. Aliposema vile mimi nilikubali na kumshukuru sana kwa moyo wangu wote wao. Yaani nilifurahi sana, nikaona ana moyo wa huruma sana. Kweli bwana akatoa shilingi 5,000 akanipa ile pesa. Nilifurahi sana. Nilipitia jikoni kwa Shazo pale. Nilikuta kuna kijana mwingine mgeni machoni mwangu, ndo nimemuona pale. Nilimvuta Shazo pembeni na kumuuliza vipi. Akaniambia yule ni mfanyakazi mpya. Sio mpya sana kwa maana ndio mara yake, kwa maana kwamba ndio mara ya kwanza kufanya kazi pale. Hapana. Yeye alikuwa pale lakini aliacha kazi miezi 2 iliyopita kwa madai kwamba anakwenda zake kujiajiri. Amechoka maisha huko, yamempiga ya kujiajiri, kafirisika sui nini baada ya kufungua sui mabanda yake ya mboga huko. Amefeli sasa, ndo ameamua kurudi sasa pale. Shazo akamalizia kusema kwamba kwa pale kwa Mama Shayo ni kama choo tu. Mtu uruke huko lakini utarudi tu. Basi mimi nikacheka zangu pale. Nikacheka sana mpaka yule mfanyakazi mpya akatuangalia, japo hakujua kwamba nilikuwa nacheka kitu gani. Nikamuuliza vipi kuhusu mimi. Akaniambia nisijali kabisa, nafasi yangu ipo pale pale tu. Nikamuaga Shazo pale kwamba mimi narudi zangu nyumbani, nikapoe kidogo. Akanikubalia, nikasepa zangu. Kufika getini nikaiona gari ya Dr. Garissa pale. Ndio lilikuwa linaingia. Kuniona akapiga honi na kuliegesha pembeni pale. Nikasogea, akashusha kioo. Hey, wewe unakwenda wapi muda huu wa kazi? Unaenda wapi? Dr. Garissa aliniuliza, nikamjibu narudi home bana, mimi sijisikii vizuri bana. Hebu nisubiri na nikasaini then nakurudia. Nisubiri hapo. Basi pale mimi nikaitikia kwa kichwa tu kwamba mimi poa, sawa. Kweli alikwenda baada ya dakika 10 hivi akarudi. Niliingia ndani ya gari. Hatimaye alinisogezea mdomo wake na kunibusu, na mimi sikuona hiana bana, nikampokea pale pale. Tukaanza sasa kupigana zile busu nyepesi zile. Hapana, labda nisikwambie busu nyepesi utanielewa. Nilikuwa tunapiga busu nyevu. Yaani pale tulikuwa tunabadilishana juice kwa dakika kama 5 hivi.
Nikamwona pale pale nilipokuwa nikaangalia jinsi ambavyo tulivyokuwa tunaendelea pale, nikaona Dr. Garissa analegea. Analegea hivi, nikamwondoa taratibu. Tunakwenda wapi kwani? Tunaenda kwangu kipenzi. Yaani unaumwa ukasumbue wazazi wako huko na wakati mimi nipo na ninaweza kukuhudumia vizuri. Oh, sawa. Endesha basi gari tuwai. Nikapumzike maana. Msikilizaji, mimi pale niliongea kiume. Yaani niliongea kiume kabisa. Kuna namna sikujua kabisa. Yaani sikutaka kujionyesha mnyenyekevu sana, lakini nilimueleza vile. Hatimaye akawasha gari pale, tukaondoka mpaka nyumbani kwake. Tukaingia mpaka chumbani kwake. Ndio mara yangu ya kwanza naingia kwenye chumba hicho aisee. Chumba kilikuwa na kitanda kikubwa sana. Yaani humo mnaweza kuviringishana na wala msianguke chini. Kitanda kilikuwa ni kikubwa sana, alafu kilikuwa kimependeza vibaya mno. Basi akanipa taulo na kuniambia kwamba nitoe nguo zangu ili nibadilishe taulo afu nivae taulo ile, nifunge taulo afu nguo zangu niweke pembeni. Basi nikafanya hivyo bwana. Na yeye akatoa nguo zake, akavaa kigauni fulani hivi chepesi. Ukichanganya na jinsi ambavyo alivyokuwa na ile niaje ile, alikuwa anamiliki kibinda kweli kweli. Aisee, nilizidi kupagawa msikilizaji. Bwana wewe, mimi unajua mimi napenda sana wale watu waliofungasha sana. Wale watu ambao wamefungashwa na nafasi ya kipekee sana katika moyo wangu. Akaniaga kwamba yeye anaenda kuniandalia kifungua kinywa. Akasema mimi bwana ngoja nikakuandalia kifungua kinywa mgonjwa wangu. Bwana wewe, alitoka kama nusu saa hivi, hatimaye akarudi. Alikuwa amebeba bakuli ya bakuli fulani hivi kubwa hivi. Kulikuwa pale ndani na michemsho, didini, samaki, vitu gani hivi. Kulikuwa kumechangamka ndani ya ile bakuli. Akaja pale na kuanza kunilisha. Unajua zamani nilikuwa najua wanawake waliosoma sana mambo ya kudekeza sio mambo yao kabisa yani. Lakini sio kwa Dr. Garissa bwana. Alinifanya nijihisi kama kifaranga au kitoto kichanga kabisa. Alinilisha huku wakati huo akinipa pole za kujisikia vibaya. Nilipomaliza kula pale, alininawisha mpaka mdomo. Kisha akanifuta kwa tishu. Hakuniacha hivi, akanipiga busu moja tamu sana. Aliponyanyuka kwa lengo la kupeleka vyombo kule jikoni, aliona simu yangu ikiingia ujumbe. Alisogelea na kutazama ujumbe kwenye notification pale. Ujumbe ulikuwa unatoka kwa Madam Anita. Akanijulia hali. Yaani Madam Anita alikuwa akinijulia hali muda ule. Dr. Garissa aligeuka akiwa amekunja uso. Huu ulikuwa ni upande wake wa pili. Hakuonesha kuchekesha kabisa, alinifuata na kunikaba shingoni pale. Hivi kumbe ulienda kwa Anita ukaniona mimi mjinga sio? Mimi fala yako Bana, vurugu kama fulani hivi zikaanza kuuja pale. Dr. Garissa aliongea huku akiwa anaendelea kunikaba. I say, bwana we. Nilikuwa kwenye hali mbaya muda ule pale, nikaona sasa sikutaka kuwa mnyonge. Sikukubali kabisa kuwa mnyonge. Sikutaka kuwa mnyonge kabisa hata siku moja. Sijawahi pigwa na mwanamke. Labda mama yangu pekee. Mama yangu aliyenizaa ndo aliwahi kunipiga. Sasa kwa nguvu sana mimi niliondoa ile mikono yake shingoni mwangu. Bila kusema neno, niliziendea nguo zangu wakati huu navaa. Alikuwa ananivuta sana mgongoni. I say. Acha bwana, ile kama kivurugu fulani hivi. Nikaona hapa lakini hapana, hapa mimi siwezi kuwa mnyonge. Nikamwambia bwana dokta, mapenzi mimi ya kuchungana kama watoto wadogo mimi siwezi. Lakini pia mapenzi ya kupigana ni mwiko kwenye maisha yangu mimi. Utampendaje mtu ambaye umheshimu bwana? Mimi na wewe tumemalizana, naomba mimi nivae nguo zangu, mimi niondoke zangu bwana. Mimi naondoka zangu bwana. Nilimjibu kwa kifupi sana, huku wakati huo nikionyesha kutopendezwa na kile ambacho alichokuwa ananifanyia. Aliendelea kulalamika, mimi sikumsikiliza, nilivaa nguo zangu. Nilipotaka tu kutoka nje, alikiwahi kitasa na kukaa na funguo. Kafunga mlango afu amebaki na funguo. Alipoona nini pale, akaanza sasa kuongea. Mbona unanitesa wewe? Kwamba ukinijibu vizuri nikapoza huu moyo utakosa nini kwani? Mimi ni mkubwa sawa,
lakini ni mwanamke, nina moyo dhaifu na unaumia. Sasa kutaka kuondoka na kunitolea maneno hayo, unataka mimi nijisikieje lakini? Mbona nifanyia hivyo lakini? Msikilizaji, Dr. Garissa aliongea kwa kubembeleza kweli na kulalamika juu. Nilijua sasa nimeonesha misuli yangu vyema. Na ndani ya chumba kile mmoja alisimama kwenye falsafa, kwenye nafasi yake halisi kwamba alijulikana mwanaume nani na mwanamke nani pale. Bana wewe, hebu sikiliza bana. Wewe ndio umetaka tufikie hapa. Ungeniuliza kwa upole, mimi ningeshindwa kukujibu. Mapenzi ya ubabe sio mambo yangu kabisa yani. Kama huwezi kuzicontrol ya hasira zako mbele yangu, ni bora uniache kabisa. Bora uniache kabisa na maisha yangu. Hiyo ndio itakuwa salama yangu. Mimi masuala ya kwanza kusumbuana ndio sitaki kabisa. Basi baba yangu, natulia na kusikiliza. Msikilizaji, huwezi amini, sijui nilimpa nini Dr. Garissa. Alikuwa mpole na kujua mbele yangu. Tulirudi na kukaa pale kitandani. Sikia sasa ngwambie. Mimi nilienda ofisini kwa Madam Anita kwa kuwa sikuwa na namna nyingine. Mwenzangu alikuwa amezidiwa na wateja. Ikabidi niende tu. Na kuhusu namba, alichukua ili aweze kuniagiza oda. Na sijui kwa nini kaamka na kunitafuta. Ukitazama hata kwenye hizo SMS hakuna sehemu yoyote ambapo nimemtumia message hata moja, kwa maana sina sina ukaribu wowote na yeye na hayupo akilini mwangu. Pili, mambo ya kuchunguzana kwenye mambo ya simu haitakuwa na afya yoyote kwenye mapenzi yetu. Na ndio maana simu yako ikipigwa au ikiingia message siwezi tolea macho, kwa kuwa najua ni najua kabisa ni yako na mimi hainihusu. Unapaswa na wewe hivyo hivyo kwangu. Kwa nini ufuatilie simu bwana? Msikilizaji, pale niliongea kiume na kuweka misingi na yeye kufuata. Unajua bwana, mwanaume kwenye mahusiano yoyote yale ni ruhusa sana kukasirika, ila sio kununa. Mwanaume hawezi kununa bwana. Mwanaume, kitu usipokipenda mweleze huyo mwanamke wako. Mwekea misingi, hapa tunakwenda hivi, pale tunavuka hivi, namna hivi na hivi na vile na vile. Huku usipite, ni mstari mwekundu, na hiyo ndio njia ya kutopoteza pambano. Mwanamke ambaswa ile ya kukazia, yeye ndo kila kitu. Hiyo ndo njia ya kutokupoteza pambano la utii mbele ya mwanamke, kwa kuwa ukinuna ndio mwanzo na yeye kutafuta furaha mahali pengine. Sababu mwanamke siku zote anapenda sasa hata kama iweje, lakini yeye akukute kwamba ukiwa na furaha. Unapokuwa na furaha ukiwa karibu na yeye, basi mwanamke naye anafurahi zaidi. Lakini ukianza kununa hawezi akakubali mwanamke. Hakuna mwanamke anaweza kukaa na mwanaume aliyenuna. Mwanamke yeyote atataka akae sehemu yenye furaha. Akikukuta umenuna, basi atakwenda kutafuta furaha sehemu nyingine. Basi bwana, mimi nikamwekea misingi yangu pale. Akaanza kuniambia, sawa babangu kipenzi, nimekuelewa. Lakini usiweke mahusiano yoyote ya karibu na Anita. Namjua alivyo na tabia mbaya za kuiba wanaume wa watu. Kwa hiyo kama swala ni kazi, basi liwe huduma za kazi na si kingine. Na kuhusu simu yako, nitakaa nayo mbali. Usikasirike zaidi mume wangu jamani, sawa? Nakupenda. Bwana we. Msikilizaji, huwezi amini, nimeitwa mume bwana. Nikamwambia mimi ni mwanaume wake bwana, huyu Dr. Garissa bwana. Nilifurahi moyoni. Nikasema kweli bwana, mwanaume ni mwanaume tu. Tulimaliza hilo burudani jingine. Nikasema kwamba hapa inabidi tumalize mambo mengine hapa. Basi tulimaliza hilo, burudani nyingine ziliendelea. Tulikula, tulipomaliza pale tukala tena. Ilipofika jioni, niliaga kwamba mimi naenda zangu nyumbani. Alinilazimisha nilale pale, eti anautaka mchezo usiku mzima. Mimi nilimzingua kwamba mimi siwezi kulala nje. Haraka pale alinitumia kama shilingi 500 hivi kwenye simu yangu. Eti ni ya pole kwa uchovu. Bwana wewe. Hii bwana ni makala simulizi bwana msikilizaji. Basi bwana, nikajiambia kwamba huyu bwana anapalilia penzi ili nizidi kumpenda zaidi. Kweli bwana, mishendo inalipa. Unajua ukiwa bwana mwanaume ukajikuta kwamba unapiga kazi alafu mambo hayakae vizuri, unakuwa kwenye wakati mgumu. Na ndio maana
Mwanaume anayejitambua akikuta kwamba kuna hali fulani ya uzembe inatokea katika masuala yake mazima ya kupiga mishindo, utamkuta anaanza kuhangaika kutafuta dawa. Anafanya hivyo kwa sababu anafahamu kabisa kwamba lile ndio jambo ambalo linaloweza kumpa heshima muda wote. Sasa mimi mishindo yangu bana, ni jinsi ambavyo nilivyokuwa nafanya, nilijikuta kwamba mishindo niliyokuwa nikipeleka ili nizalishia kwamba mimi ninaweza kupewa pesa. Basi bwana, tuliingia kwenye gari, safari ilienda moja kwa moja mpaka mtaa mmoja. Kabla ya kufikia mtaani kwetu, nilimwambia kwamba niache hapo, kwani kufika mtaani na watu wanione nashuka kwenye hiyo ndinga, aisema maneno yangekuwa ni mengi sana. Aliponiacha mimi nikachukua zangu boda mpaka mtaani. Kichwani nilikuwa nawaza sana nitajibu nimelala wapi usiku uliopita. Mbinu ambayo niliyokuwa sasa nimeipata ni kwamba nililala kwa mfanyakazi mwenzetu kwa kuwa nilichelewa kutoka mgahawani. Nilikuwa nimejikoki kabisa. Nilitembea mpaka nyumbani. Nilifungua mlango, nilipofika sebuleni nilitamani kuzima, yani nilitamani kuzimia pale. Kama sio kuzima kabisa. Aisee, nilitamani kabisa ardhi ifunguke niweze kuingia ndani yake. Unajua mambo yalikuwa ni vipi? Aisee, wazazi walikuwa na ugeni pale nyumbani. Mambo yalikuwa ni moto kweli. Wazazi walikuwa na ugeni pale nyumbani. Ugeni ulikuwa ni ule wa Lili pamoja na wazazi wake. Lakini pia alikuwepo kaka yake yeye Hemedi. Alikuwa akinitizama kwa macho ya hasira huwezi amini. Alikuwa ananitamani kweli, yani ana hasira na mimi, alikuwa anatamani kunishushia makonde mazito hatari. Nilimtazama Lili, lakini Lili yeye alikuwa anatia huruma sana. Alishindwa kunitazama kabisa mkononi, alikuwa na hogo. Pio Lili wanasema. Sasa kimbembe ni pale kwenye familia. Kwenye familia pale ndo mambo yalikuwa ni hatari kweli. Nikasema hapa sijui itakuwaje. Kuna nini hapa? Mimi mapigo ya moyo yalikuwa yanazidi kwenda mbele. Nikasikia Lucas, njoo kae hapa. Baba yangu aliniita na mimi nilienda kukaa pembeni yake pale. Japokuwa nilikuwa na hofu kuu, nilisalimia na kwa heshima pale nikasogea. Ni wazazi wangu pekee ndio ambao walioitikia, japokuwa mimi nilisalimia wote. Wazazi wa Lili hakuna hata mmoja ambaye aliyeitikia salamu yangu. Hii ni kwa sababu alikuwa hana hasira sana na mimi. Mwanangu Lucas, unamjua huyu binti? Ndio baba, namjua, ni mdogo wangu hapa mtaani. Mdogo wako au kinyama chako cha hamu? Oya mzee, usinitibue ujue. Nitakukatakata na mapanga wewe fala wewe. Aisee, Hemedi pale alishindwa sasa kuzuia hasira zake. Akaanza kuropoka maneno kama hayo. Aliropoka maneno hayo na hatimaye akasimama. Alitaka kunifuata ili anipige. Ni kweli mimi nilikuwa na mwili wa mazoezi, lakini mimi sasa mwili wangu wa mazoezi mazoezi yangu yalikuwa ni kwa ajili ya kujenga mwili na sio kupigana. Kama tungewekewa ulingo mimi pamoja na Hemedi, angenichakaza vibaya sana, mimi mwenyewe najua. Sasa bahati nzuri babake Lili alimkamata Hemedi pale na kumrudisha chini. Hemedi hakufurukuta mbele ya baba yake kwa kuwa baba yake mwenyewe alikuwa kuli wa kubeba mizigo. Kwa hiyo alikuwa na power vizuri sana. Basi pale hali ikatulia kidogo. Pale. Nikasema Mungu wangu, sijui ni kitu gani kitaendelea hapa. Akili yangu pale inawaza sana. Ni nini ambacho kimetokea? Nawaza pale ujue ni nini kinatokea hapa. Kidogo pale nikasikia tena sauti inaendelea kuongea. Sikia we bwana mdogo Lucas. Naona mzee wako anazunguka hapa. Juzi Hemedi aliwakuta kichochoroni wewe na Lili mmekumbatiana kimahaba kabisa. Wewe ukamkimbia. Ndipo ajali hii ya Lili kuvunjika mkono ilipotokea. Sasa sikia wewe. Wewe uko kwenye mahusiano na mwanafunzi. Hili ni kosa kubwa kisheria na adhabu yake unajua nikikupeleka polisi. Angekuwa amemaliza shule huyu, leo ningekufungisha ndoa ya mkeka hapa kwa kuwa sitaki ujinga kabisa. Bahati yako ni kwamba tumempima mimba na hana mimba.
hiyo imekuwa ponea yako tu. Kitendo cha kutembea na mtoto wangu ni lazima nikutoze faini. Hii faini ni msamaha mkubwa sana niliotoa kwako, na ukigoma kutoa faini leo hii, ujue kesho mapema nipo kituo cha polisi. Faini ni 200,000 cash. Pia utatoa 100,000 kwa nyingine kama gharama ambayo niliotumia kumuuguzia mpuzi mwenzako ule mkono wake. Nasema ni mpuzi mwenzako ndio, kwa sababu mnafanya mambo ya kipuzi wote, wewe pamoja na Lili. Jumla nataka 300,000 hapa. Bila hiyo ujue wewe ni mfungwa mtarajiwa. Msikilizaji, maneno hayo aliyazungumza baba yake Lili, na alikuwa ameweka msimamo mkali sana. Nilijiuliza pale, sasa nini ambacho kinafanyika hapa? Sasa pale kidogo sasa nikaanza kusikia maneno pale. Ni kweli kijana amekosea, na swala la kumtoza faini ni sehemu ya msamaha, kwa kuwa mambo haya yangefika serikalini yangekuwa ni hatari kubwa zaidi. Ndugu yangu, mimi siipingi hiyo faini, ila naomba utufikirie na kupunguza basi. Si unajua tena hali ya maisha ilivyo. Haipungui hata 100, yani haipungui hata 100 hapo kudadadaki zenu nyinyi. Msikilizaji, wakati baba anaongea vile pale Hemedi naye akadakia. Nadhani mmeshasikia hapo, haipungui hata kidogo. Baba Lili naye alikazia pale. Sasa wazazi walitazamana usoni, waliona nimewaletea majanga makubwa sana. Pesa hiyo iliyokuwa inahitajika haikuwepo ndani. Kwa hiyo walikuwa wanapitia mgogoro mzito sana ndani ya mioyo yao, wakiwaza kwamba ni nini kifanyike sasa pale. Basi bwana, mzee mwenzangu, tunaomba siku 2-3 ili tuweze kuwapatia hiyo pesa, alizungumza baba yangu pale. Nisikilizeni niwaambieni, kama mmeshindwa kulipa sasa hivi, basi tuondoke na kijana, mtaenda kulipia pesa hiyo polisi. Babake Lili alipotaja tena lile neno polisi, msikilizaji, mimi pale nilihisi mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi sana. Yaani sijawahi lala polisi ndio nipelekwe, we hapana. Nikaona hapana, huko polisi kwa mambo yatazidi kuwa mengi. Nilihisi kuogopa sana. Nikamwambia yani nilianza kujingatangata pale kama nataka kuongea. Lakini wakati bado sijaongea kitu chochote, nikasikia simama, twende. Twende. Si umezoea kula dada zetu? Twende kule wahuni na wakakushone mpaka upasuke. Twende. Simama hapo fala wewe. Msikilizaji, Hemedi alisimama pale na kunifikia mahali ambapo nilipokuwa. Alitaka kunisimamisha kwa nguvu. Nikamtuliza pale, nikamwambia, "Wewe bro, tulia, hiyo pesa naitoa sasa hivi, ili hayo mambo yaishe hapa." Niliongea kwa kujiamini kabisa. Kauli yangu ya kulipa deni hilo iliwashangaza sana wazazi wangu pale. Yaani nilimwangalia baba, mama, wote niliona kabisa jinsi ambavyo walivyokuwa na hali ya kushangaa sana. Walijiuliza sana, maana ni siku 3 tu nipo kazini, mshahara wenyewe wa siku 3 ambao ni shilingi 30,000. Tena ambao nimegawa kwa nauli na mambo mengine, ningewezaje kulipa deni hilo kubwa? Wazazi wangu waliamua kukaa kimya ili washuhudie miujiza. Samahani babake Lili, naomba namba yako ya simu ili nikutumie hiyo pesa. Niliongea huku nikiwa na uchakata muamala kwenye simu yangu. Kama unatuma kwenye simu, utume na ya kutolea kabisa. Aliongea na kuitaja namba yake ya simu. Mimi nikajiuliza, huyu mzazi au winga? Basi nikamtumia 320 kwa dharau. Siku yake ile simu yake ile ilipotetemeka, aliangalia ujumbe wa muamala. Uso wake ukabadilika. Alionyesha namna ambavyo alivyokuwa amefurahi sana. Nikwambie hili limeisha. Ila wewe Lili na wewe Lucas, marufuku kusikia mna mahusiano yoyote, hata mkikutana njiani. Wewe pita huku na yule apite kule. Sitaki kusikia ujinga mwingine. Haya, tuondokeni. Babake Lili alichukua familia yake baada ya kunitolea maneno ya vitisho pale. Sasa walipoondoka, mama yangu alianza kunilaumu sana kwa kuwa na mahusiano na yule mtoto.
baba akaniambia kwamba aniache nitulie, akamwambia kwamba aniache nitulie kwanza kwa kuwa hayo yameisha, tugange mengine. Japokuwa aliniuliza kwamba nilipoipata ile pesa yote ya kulipa faini, alihofia labda pengine nisije nikawa nimeiba pesa ya watu kule ninapofanya kazi, nikasababisha tena makosa mengine. Nilimtuliza babangu nikamwambia kwamba ile pesa ni pesa ya rafiki yangu Shazo. Kwa kuwa aligundua, nikamwambia kwamba Shazo bwana, kwa kuwa alishagundua kwamba mkewe ana tatizo la kuchukua pesa na kwenda kufanyia maendeleo nyumbani kwao, ndio sababu kutomwamini tena mkewe, akaamua kwamba anipe ile pesa ili mimi niweze nimtunzie zile pesa. Babangu alinisisitiza sana nifanye kazi kwa bidii na ikiwezekana kila siku niwe naweka 1500 ili niweze kurejesha zile pesa za watu. Hakuishia hapo, lakini alinitaka pia kwamba niweze kumweleza Shazo juu ya matumizi ya pesa hiyo ili awe na taarifa kabisa, kuliko siku ambapo akiniomba pesa yake na mimi ndo nimwambie kwamba eti sio nilitumia na nini. Itakuwa sio sawa. Babangu alikuwa na hekima sana, msikilizaji. Nami nikamkubalia. Sikuwa na hamu ya kula, hivyo mimi nikaondoka zangu nikaenda chumbani kwangu kule. Simu yangu ile ilipokea jumbe nyingi sana kutoka kwa Nia, mtoto wa bosi kule kazini. Lakini pia Madam Anita naye alikuwa ametuma ujumbe akiniuliza mbona nimemkalia kimya na sijempelekea chakula alichokuwa ameniagiza. Meseji zote hizo mimi sikutaka kuzijibu kabisa. Nikajibu message ya Dr. Garissa pekee ambaye aliyokuwa ananiuliza kama nimefika salama. Nilimjibu na hatimaye nikamtakia usiku mwema. Nikaweka simu huko nikalala zangu. Sasa saa 11 yalipofika, yani kwanza ilifika haraka sana kama upepo. Nikajiandaa kama kawaida pale, mimi nikapendeza nini vya kutosha pale, nikatoka zangu na kuingia kazini. Nilifika pale nilifanya kazi za katakata nyama pale na wenzangu nini, kila shughuli pale nikaanza kufanya asubuhi. Ndipo bosi sasa na yeye pale asubuhi alipofika. Alituangalia, tulikuwa tuko busy sana na kazi. Tulimsalimia, aliitikia kisha aliondoka zake. Ilipofika mishale ya saa 6, bosi akaniita akaniambia kwamba nimebadilishwa kitengo, kuanzia wakati huo mimi sitakuwa upande ule wa kukatakata nyama, sio kuchoma nyama, hapana. Akaniambia kwamba mimi nitakuwa mhudumu wa kusambaza chakula na kuondoa vyombo, ila posho yangu itaendelea kusimama pale pale. Sasa kwangu mimi ilikuwa ni unyama sana. Yaani nilipenda sana tu kwanza, kwa sababu niliona ndio wakati wa kwanza sasa kujipulizia perfume zangu, kufanya mimi nipendeze zaidi, kwa sababu kule jikoni nisingeweza kufanya mambo yale, moshi ni mwingi sana. Ushaona Basi nilipewa kitengo cha raha na mshahara ulikuwa ule ule. Utamu ni utamu kweli bwana, mimi nilifurahi sana. Basi mimi nilianza kazi ya kusambaza chakula kwa wanafunzi mbalimbali pale. Nikiwa kwenye kazi yangu nilimwona mwanamke fulani hivi mzuri sana mweupe. Nyuma alikuwa amebeba, yani amefungasha furushi kubwa kweli kweli. Nilishangaa sana, kwani mzigo kama hiyo aisee mara nyingi sana huwa ya wadada weusi. Sasa kwa muonekano alionekana kujipenda sana. Kuna umatawi fulani hivi alikuwa nao, nikampotezea. Niliona kama anaweza akawa sio size yangu kabisa. Sasa oda iliyokuwa mezani mwangu ilikuwa ni kupeleka ofisini kwa Madam Anita. Nilijua kazi ipo kwa kuwa sikuwa nimemjibu message zake tangu siku iliyopita. Basi nikabeba vile vyakula, nikachukua soda na maji makubwa pale. Nikaenda moja kwa moja, nikagonga, akaniruhusu niingie ndani. Nilipoingia tu na kuona kwamba ni mimi, kwanza alifurahi. Hatimaye alipofurahi pale akasogea na kufunga mlango kabisa. Akanitazama usoni na kuniambia kwamba nisikilize sasa. Madam Anita alikuwa yuko kwenye wakati mwingine sana. Hapo ndani palikuwa ni pamoto, msikilizaji, uweze amini. Wewe endelea tu kubaki na mimi ndani ya makala simulizi uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Kufikia hapo bana ndio mwisho wa simulizi hii katika sehemu yake ya pili, lakini tukutane tena katika sehemu ya 3. Nilikuwa nikikuletea simulizi hii ni mimi BHB wa makala simulizi. Usiache kumwaga comment hapo chini na mambo mengine kama hayo, lakini pia usiache kusubscribe ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Na kutakia kila laheri hadi wakati mwingine. Bye bye na karibu, endelea kwa pamoja nasi.